ninaamini sana kwenye umati kuwa mkubwa sana, hasa performance ya sasa ya Yanga nayo inatoa ushuhuda kwamba watu wengi wataenda kutizama kile ambacho Yanga amekuwa na deliver katika siku za karibuni. Okay. Na hiyo unaweza kusema Yanga sasa imeiva kwa sababu mechi ya kwanza ambayo Yanga walicheza na TP Angleterre Mazembe walikuwa wako kwenye ule ubora. Lakini Yanga ya Ramovic sasa imeiva kucheza na Mazembe na Mazembe kufa Mkapa. Jibu hilo kwangu mimi nilijibia jana kitakwimu zaidi kwa the way ambavyo timu ina progress chini ya Ramovic. Itosha kusema timu inabadilika kila siku. Na ushindi wa bao 2 katika day 1, ushindi wa bao 3 katika day 2, kwa maana mechi day 2, si ndivyo? Baadaye wakaenda kwenye goli 4, sasa hivi wamefika kwenye 5. Itosha kusema rhythm ya timu ipo safi. Maana yake wana nafasi kubwa sana ya kumshinda TP Mazembe. Na ukirifaa pia michezo ya Mazembe hivi karibuni, Yanga bado anaonekana ni babe wa Mazembe. Last season kamfunga home and away, kaenda tena kwake kasare, maana yake anakuja kucheza ndani. Na maana Yanga akijiongeza kidogo tu anapata matokeo. Bwana kasare ya jioni kabisa ile kwa Yanga wanasawazisha. Lakini mapema Yanga TP Mazembe sio mechi nyepesi kwa maono, ina ugumu pia kwa mahitaji. Haijaisha mbili haijaisha mpaka vile ambavyo ufanisi utaongezeka. Kweli Yanga imeimarika zaidi. Mazingira ya mechi ya Lubumbashi kutoa sare, lakini mazingira ya hapa yanaweza kuwa tofauti kubwa kwa sababu mahitaji ya mechi yanaweza kufanya mechi iwe ngumu zaidi kwa Yanga. Mahitaji ya mechi yanaweza kufanya mechi iwe ngumu zaidi kwa Yanga. Pressure ya ushindi inaweza kuleta ugumu mwingine tena kwa Yanga. Sababu hii ni mechi ambayo ya maamuzi ya mwisho kwa Mazembe, ni mechi ya kutoa dira halisi ya Yanga kiushindani kwenye hizo mechi ambazo wanazihitaji mno kwenye makaratasi kuliko ufanisi wa kucheza kiwanjani ambao ndio utafasiri mechi. Na uweze kupima ubora wa ligi, performance form ya Yanga kwenye ligi ukainasibisha na klabu bingwa. Kwa hiyo ni kwamba wewe Zuberi huiamini Yanga na fomu yake kurejea, ndio unachomaanisha? Yaani siitazami fomu ya Yanga ya sasa kuifasiri ndio tafsiri ya mechi ya TP Mazembe Club. Ni sawa na mtu wa kawaida ukajipima urefu na mbilikimo, sio kipimo halisi, tafuta warefu wenzako. Kwa ligi yetu mbilikimo kwa mfumo wa kuiangalia ligi na kuinasibisha na kile ambacho tunaona kuiona klabu bingwa, ni vitu viwili lazima viweke tofauti. As the game, mahitaji yake, aina ya wachezaji wanavyokutana, morali zake na matarajio ya kila timu yana tofauti mkubwa na ligi yetu. Kama nakuelewa, kwa sababu kwa mfano mechi ya Fountain Gate na Yanga Tija na utanisaidia pia, tulikuwa na mjadala hapa tukasema ukiangalia namna ambavyo wachezaji wa Fountain Gate walivyokuwa wanacheza, licha kwa Yanga ni bora, makosa yao wanavyofanya, namna ambavyo wanaitaka mechi ni tofauti na ambavyo Yanga watakutana na TP Mazembe. Unaweza ukasema Yanga wana kasi, wanashambulia, wajue na wao watashambuliwa. Watapokosa magoli wajue na wao watakoswa. Sasa yani ni tofauti na ambavyo mechi ya Yanga na Fountain Gate ama mechi ya Yanga na timu zetu za ligi hapa. Yani hiyo iko wazi. Upo sahihi sana na ni mtoto mdogo tu atakayeishia na asilione hilo. Lakini kama timu ina availability ya kuscore goli 5, atakapopata intensity ya kubwa ya juu anaweza kascore goli 2 mpaka 3. Umeelewa? Kwa maana itapungua kutoka kwenye number goals kutokana na level ya timu waliocheza nayo. Tunachokisema kwamba Young Africans wameimarika ni tunaangalia kwanza kwenye pattern ya kucheza. Kuna baadhi ya players wakati wanacheza na Mazembe kwenye round ya kwanza walikuwa bado hawajakamata form. Kwa mfano ukimwangalia mtu kama Mudathiri, unamwangalia Ziziki, ambapo alikuwa flop, sasa hivi amerudi kwenye form. Yanga nzima imechangamka, Pakome amechangamka. Hata kama atapata intensity nzito upande wa pili, maana yake kwamba hizi goli kutoka kwenye 4 zitapungua, lakini wata attempt scoring.